Jina naitwa Shabani Milao, ni mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kondoa. Fakti niseme kitu kimoja kwamba kwanza nishukuru serikali. Nishukuru sana serikali hii inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea fedha. Halmashauri yetu haikuwa na hospitali ya wilaya kama mnavyoona, lakini tumepokea fedha kadhaa kiasi ambacho mpaka sasa tumeshapokea fedha kiasi cha shilingi bilioni 4 na milioni 300, lakini zenyewe hizi zimefika kwa ajili ya kuimarisha majengo haya. Kama mlivyoona majengo karibu takribani 14 yameshajengwa kupitia fedha hiyo ambayo tumepokea, lakini vile serikali imeshatukabidhi fedha nyingine kama mwezi mmoja uliopita milioni 800 kuendelea na ujenzi wa majengo ya dharura. Kusema kweli tunashukuru kwa sababu kabla ya hapo wananchi walikuwa wanapata shida sana kupata huduma. Wananchi walikuwa wanasafiri umbali mrefu kwenda Kondoa mjini, wakati mwingine kwa sababu sisi tumepakana na Babati huwa wanakwenda upande wa Babati, lakini kwa sasa hivi huduma zimeboreka sana. Huduma nyingi za afya zinazohusiana na upasuaji na kina mama na watoto tuko vizuri. Mtoto Bisadia Idi Bakari, yeye ni binti wa miaka 11 na alikuwa anasoma darasa la 3. Binti huyu aliungua moto wakati akitokea baada ya kutoka shuleni kwa mazingira ya baridi. Ilifikia mazingira baada ya kuungua moto wazazi waliamua kumficha ndani. Kama tusingekwenda siku ile, maana yake pia hata huduma hii ambayo mtoto huyu ambao anaipata sasa hivi asingeipata. Kwa sababu baada ya kufika tukaambiwa kwamba pamoja kama amekuja kumuona binti huyu mwingine mwenye tatizo la fistula, na usemekane fistula, kuna mtoto mwingine kaungua na amefichwa ndani zaidi ya mwaka mmoja na miezi 3, mtoto darasa la 3. Kwa hiyo tuliona kwamba sio vizuri, tukapitia hapo na kumuona kweli hali yake ni mbaya sana. Baada ya kumfuatilia mzazi, wanasema anatibiwa kienyeji. Sisi tukachukua maamuzi makubwa kwa sababu sisi kama tumeaminiwa na serikali kusaidia huduma za jamii, kusaidia jamii, tukaona kwa nini tusimchukue mtoto. Kwa muda ule tulichukua maamuzi ya kumchukua mtoto, kumleta hospitali kupatiwa huduma hizi za afya ambazo kama mlivyoona wenyewe kwamba binti huyo sasa hivi anaendelea vizuri na tiba. Bado vidonda vitakapopona basi ataendelea kupata huduma zaidi kwa lengo la kumnyosha mguu wake. Kwa sababu kweli tumepata changamoto kubwa sana, na hii inapokea maelekezo ya mkuu wa mkoa. Tunaendelea kuzungumza na watendaji wetu wa vijiji, watendaji wa kata, maafisa maendeleo ya jamii watoe elimu hii kwa wananchi. Wananchi wengi wanajisahau, hawajui kama sasa hivi huduma za afya zimeboreshwa sana. Na kweli watao kija huko wanashuhudia huduma za afya zilivyoboreshwa. Changamoto ni kwamba watu wao hawapati taarifa vizuri, lakini pia iwapo watendaji wa kata watakuwa wanafahamu watu wao, hata hizi changamoto za mtoto kupata madhara ya kukaa ndani isingetokea. Kwa mimi rai tumepokea, tutazungumza na watendaji wetu wa vijiji na wakata wahakikishe kwamba wanapita kupitia mikutano yao waweze kuwafahamu watu wao vizuri na kutupa taarifa ya vijana hawa wako wapi kwa mazingira fulani. Na hili sio tu kwa watendaji, lakini pia hata walimu wetu. Walimu wetu wanafunzi asipokuwepo darasani maana yake ni mtoro. Kwa hiyo kama ni mtoro lazima alitakiwa atoe taarifa kwamba mtoto huyu haonekani darasani, yuko wapi, tungefuatilia mapema. Kwa hiyo niseme tu kwamba tukishirikiana kwa pamoja tutaweza kutimiza ile azma ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha kwamba wananchi wote wanapata huduma bora za afya pamoja na elimu. Hizi zote ni haki zao za msingi.